hayo maeneo, lakini muda ukawa umetuishia. Sasa nitarudia, lakini kuna mambo ambayo sasa nataka tujikite leo, ambayo ndio yako responsible kuhakikisha nguvu za Mungu zinaongezeka kwenye maisha yetu. Mnakumbuka katika Ezekieli sura ya 47, Ezekieli 47, Ezekieli alipewa kipimo cha kupimia. Alipopima mara ya kwanza, maji yalikomea kwenye viweko vya mguu. Alipopima mara ya pili, yakafika kwenye magoti. Alipopima mara ya tatu, kiunoni. Alipopima mara ya 4, shingoni. Halafu ukawa mto mkubwa usioweza kuvukika. Hiyo picha ndiyo inaonyesha jinsi ambavyo kiwango cha nguvu za Mungu huwa kinatakiwa kiongezeke kwenye maisha yetu kila iitwapo leo, kwa sababu iko hivi: kwa kila kiwango kuna uwezekano au kile kiwango kinakuwezesha kufanya mambo fulani, lakini kuna vitu fulani hutaweza kuvifanya kwa kiwango hicho. Kiwango cha viweko vya miguu, kuna mambo ambayo unaweza ukayafanya kwa nguvu hii, kwa kiwango hicho cha nguvu za Mungu, lakini kuna mambo haiwezekani kuyafanya kwa sababu ya hicho kiwango. Labda kama unafikiri ninataka kukuchanganya kidogo, ngoja nikupe illustration nyingine. Tunafahamu mto, si ndio? Mto ukiwa na maji, kulingana na kiwango cha maji ya huo mto, kile kiwango kinaamua maji yale yatakokota vitu gani na kuvipeleka mpaka wapi. Sasa hapo usiponielewa mimi usiponielewa na kwa huo mfano, ninakuachia Mungu. Namwachia Mungu, yeye ndo anaweza kukuelewesha. Naamini kuna watu walishawahi kuvuka mito hapa kwa namna moja au nyingine. Mimi niliwahi kuvuka mito enzi zile tunaokoka miaka ya 80, tulikuwa tunatembea kwa miguu kilomita hata 60 kwenda labda kwenye mkutano wa Pasaka, alafu hapo katikati mtavuka mito kadhaa. Kwa ninaongea uzoefu. Kwa hiyo hata wewe unapovuka mto, maji kwa mfano yako kwenye viweko vya mguu, unavuka uko very comfortable, yani una wasiwasi, unanyanyua na miguu, unayakanyaga maji kwa ujasiri, si ndio jamani? Yakianza kufika kwenye magoti, na wewe unaanza kusema hapa nikinyanyua miguu ovyo ovyo lolote laweza kutokea. Kwa nini? Kinachokutisha ni kiwango cha nguvu ya maji ambacho unakiona. Yakifika kiunoni, adabu inakuwa kubwa zaidi unapoyavuka yale maji. Yakifika shingoni, hapo tena unaweza kaamua, hapa ya nini nife kifo rahisi namna hii, acha niyasubiri yapungue ndipo niendelee na safari. Mwaka fulani nikiwa natokea Mwanza kwenda nyumbani, wakati niko njiani, kwanza jua likazama, alafu mvua ikapiga kubwa ya kueleweka. Nikawa nakutana na watu wananiuliza, unaenda wapi? Naenda mahali fulani. Na mto utauvukaje? Manake mto ulikuwa umefurika. Ikabidi niamue kulala, nikatafuta kwa balozi, nikalala kwa balozi baada ya kusikia mto umefanyeje? Umefurika. Kesho yake asubuhi ndio nikaendelea na safari, maji yalikuwa yameshapungua. Sasa hata kama nilivyosema, kiwango cha maji ya mto kina uwezo wa kukokota vitu fulani, lakini kuna vitu vingine haviwezi vikakokotwa na hayo maji. Kwa hiyo nataka nikupatie hii picha ili uelewe. Kama utaamua
kubakia hivyo hivyo, basi iwe ni juu yako mwenyewe. Lakini ukweli ni kwamba tunapopokea nguvu za Mungu kwa mara ya kwanza, manake tumepokea kiwango fulani cha hizo nguvu, na ili sasa kile kiwango kiweze kuendelea kuongezeka kutoka kiwango cha viweko vya miguu kwenda magoti, kwenda viuno, kwenda shingo, mpaka uwe mto usioweza kuvukika, inategemea na kanuni hizi ambazo naenda kuzitaja muda si mrefu. Kwa hiyo nirudie tena kusema, unaweza ukawa umepokea nguvu za Roho Mtakatifu, umejazwa Roho Mtakatifu, ukanena kwa lugha, lakini nataka nikwambie kuna mambo fulani ambayo ni wajibu wetu kama Wakristo kuyafanya. Ikifika wakati wa kulifanya hilo kitu, kitakachoamua wewe kuweza ni kiwango cha nguvu itendayo kazi ndani yako. Hata Biblia inasema hivyo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo yote kuliko tuwazavyo na kuliko tuyaombayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo kiwango cha nguvu kilichoko ndani yako ndicho kinaamua mambo gani utayaweza, mashetani gani utayaambia yakatii pale pale, na mengine yakakubishia. Sasa usije ukaashumu tu Yesu alisema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sio kirahisi namna hiyo. Mtaweza kuamuru, sio rahisi namna hiyo. Kuna kanuni ili ufikie hicho kiwango. Ziko kanuni ambazo ukitaka ufikie hicho kiwango unapaswa kuzitilia manani. Sasa tunafahamu ya kwamba katika mafundisho ya msingi, ili mtu ajazwe Roho Mtakatifu, cha kwanza lazima aokoke, amwamini Yesu, atubu dhambi zake. Matendo 2:38. Petro akawaambia, walipomuuliza tufanyeje ndugu zetu, wakamwambia tubuni ili mpate ondoleo la dhambi, halafu baada ya kutubu mtapokea na ninyi hiki kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hatua ya kwanza ni kutubu, ni toba, katika mchakato wa kuhakikisha Yesu anakuwa ndani ya maisha yako. Baada ya toba, kinachofuata ni maombi, kuomba, kuwa katika hali ya kuomba. Lazima uwe katika hali ya kuomba. Roho Mtakatifu ambaye ndiye huwa anatoa nguvu, huwa anaingia kwa mtu ambaye anamkuta anaomba. Roho Mtakatifu sio kama mapepo yanavyovamia watu. Roho Mtakatifu havamieji kama mapepo. Mapepo huwa unajikuta unalo, tukiwasha moto linalipuka na wewe mwenyewe unashangaa lini hii kitu iliingia. Mapepo yanavamia, lakini Roho Mtakatifu huwa anakuja ukiwa na ufahamu wako na unatambua kabisa kwamba sasa hivi nilikuwa kwenye hali hii, sasa hivi baada ya hiki kilichotokea kuna hiki na hiki na hiki. Yani unakuwa na ufahamu ili uweze kushuhudia na kutofautisha kabla hujajazwa hali ilikuwaje na baada ya kujazwa hali ilikuwaje. Kwa lazima uwe katika hali ya kuomba. Matendo 1:14, Matendo 1:14, hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali.
Yaani muda wote walikuwa kwenye maombi. Tunaomba Baba, achilia Roho wako Mtakatifu. Wako kwenye maombi. Luka 3:21 na 22, nadhani huu mstari tuliusoma tena. Ikawa watu wote walipokuja kubatizwa, Yesu naye amebatizwa, naye anaomba. Mbingu zilifunguka, alafu Roho Mtakatifu akashuka juu yake katika umbile la hua. Yesu mwenyewe ili na yeye ajazwe, na yeye alikuwa anaomba, alikutwa katika hali ya kuomba. Hiyo ni hizi ni funguo zinazofungulia nguvu za Mungu ziingie kwenye maisha yako. Sura ya 4 ya Matendo ya Mitume mstari wa 31, hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa hiyo ni lazima ukutwe unaomba. Lakini kitu kingine, ili Roho Mtakatifu aje, nimesema Roho Mtakatifu havamii kama mapepo yanavyovamia. Lazima uonyeshe kumuhitaji. Manake lazima uwe na kiu na shauku kwa ajili yake. Yohana 7:37 hadi 38. Hata siku ya mwisho, siku ile kuu ya sikukuu, Yesu alisimama akapaza sauti akisema, mtu akiwa na kiu na aje kwangu anywe. Hapo tunaambiwa vitu viwili. Kuna swala la uhitaji, na tunaambiwa Roho Mtakatifu anafananishwa na maji, kwamba Roho Mtakatifu ni maji. Na maana kinachonywewa ni maji. Huwezi ukasema naenda kunywa ugali, hatutakuelewa. Kwa sababu ugali haunywewi, ugali unaliwa. Kwa anaposema kila aonaye kiu na aje kwangu anywe, na wala singesema kila aonaye kiu na aje kwangu ale. Ingekuwa aonaye njaa na aje kwangu ale, hapo ingekuwa sawa. Sasa mstari wa 38 anasema, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Hapa Roho Mtakatifu anafananishwa tena kwa kiwango cha juu zaidi kutoka maji ya kawaida. Sasa tunapewa sura yenyewe, kumbe yale maji yako katika umbile la mto. Anapokuja ndani yako, maana yake kunazalishwa mito. Tena ukisoma kwenye Isaya 44:3 hadi 4, maandiko yanasema, Isaya 44:3 hadi 4, maandiko yanasema, maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito juu ya nchi kavu. Kwa hiyo hapa tunaambiwa habari ya maji. Aliye na kiu, Mungu amesema atamimina maji juu yake. Halafu ambaye ni mkavu, anafananishwa na nchi kavu, amesema atamiminiwa vijito. Kwenye Yohana amesema mito. Kwa Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, anakuja kama vijito, anakuja kama mito. Halafu anaendelea kusema, nitamimina roho yangu juu ya wazao wako na baraka zangu juu ya watoto wako, nao watamea katikati ya majani kama mierebi, kando kando ya vijito vya maji. Usitawi wa Mkristo yeyote, ustawi wa huduma yoyote, kama anavyosema katika Zaburi
ya kwanza anasema, heri yeye asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye, naye huitafakari mchana na usiku. Halafu anasema huyo mtu wa namna hiyo atafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya mito, kando kando ya maji au kando kando ya mto, ambao una majani yake hayanyauki majira yote. Halafu atazaa matunda majira yote. Kwa nini? Amepandwa kando kando ya maji. Kwa hiyo usitawi wa huo mti unategemea uko na umbali gani kutoka kwenye kijito cha maji au kwenye chanzo cha maji. Wapendwa, nataka niwaambie, usitawi wetu wa maisha ya rohoni na kihuduma unategemea tumepandwa wapi. Kama umepandwa jangwani, mbali na mito ya maji, lazima usikie kukaukiwa tu kwenye huduma yako na kwenye Ukristo wako. Lakini kama umepandwa kando kando ya maji, ambapo Yesu amesema atamimina maji na vijito, maana yake ukiishi kando kando ya vijito. Sasa hapa amesema hivyo vijito hautaishi kando kando, bali vitatoka ndani yako vikiububujikia uzima. Kwa kama kuna huduma yoyote inasuasua, ni kwa sababu ya umbali iliyo nao na yale maji ya uhai yabubujikiayo uzima. Kiroho chochote kinachosuasua ni kwa sababu ya kuwa na umbali kutoka au ya kutokuwa na ile mito ya maji ambayo Yesu ameahidi ikitiririka ndani ya huyu mtu. Wote wanaosema nasikia kuchoka kuendelea na safari, ukiangalia yale maji ambayo maandiko yametuambia, hayo ndiyo chanzo cha huyu mtu kufika mahali akaanza kusikia kuchoka. Kwa hiyo ndiyo maana tunajifunza njia ya kupokea hizo nguvu au kumpokea Roho Mtakatifu. Ili Roho Mtakatifu aje kwako, lazima umwonyeshe ya kwamba unamhitaji kupitia kiu na hamu na shauku kwa ajili yake. Una kiu kwa kiwango gani kwa ajili ya nguvu hizi? Na kiu yako wakati mwingine itaamriwa na uelewa ulio nao ya kwamba ninapokuwa na Roho Mtakatifu inamaanisha nini, nisipokuwa na Roho Mtakatifu inamaanisha nini. Hicho ndicho kitakachoamua. Ndiyo maana Zaburi anasema, onjeni muone. Nyinyi yani jifanyeni kama mmepotea njia, muonje, halafu mtaona. Uzuri ni kwamba ukishaonja hautamani kuacha. Utatamani siku zote uendelee kuwa katika hali hiyo, kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, maisha yanakuwa ni matamu. Hata kama hauna hela, lakini bado utakuwa na matumaini ya kwamba Bwana yuko pamoja na mimi. Siku moja atatengeneza njia pasipo na njia, nitapata tu hela. Unasonga mbele badala ya kukata tamaa. Lakini ukikumbwa na misukosuko, halafu ndani yako ni pakavu, hapo ndipo inakuwa rahisi kwa mtu kuanza kukimbilia vitu
vitu vya kukata tamaa, mambo ya kukata tamaa, kwa sababu ndani yake ni pakavu. Mnajua hali huwa inakuwaje wakati wa ukame, jinsi ambavyo kunaonyesha hakuna matumaini. Jua likipiga mpaka unaona unahisi ni kama kufa hivi, lakini mvua zikianza kunyesha unaona hata miti inashangilia, unaona wadudu wanashangilia, unaona kila kitu kwenye mazingira kimechangamka. Kwa nini? Kunapokuwa na maji mahali, ni dalili ya uhai mahali pale. Sasa kila aonaye kiu. Kwa hiyo kama wewe hauna kiu, Roho Mtakatifu hawezi kuja, maana na yeye ni wa bei mbaya, hawezi kujirahisi namna hiyo. Hujamuhitaji alafu anakujia tu, wapi? Kwa hiyo ili aweze kuja kwako na nguvu zake, lazima kwanza uwe na shauku kwa ajili yake, uwe na shauku kwa ajili ya nguvu zake. Nifafanue kitu kimoja hapa. Wakati mwingine watu huwa tunachanganya, tunafikiri Roho Mtakatifu ni nguvu. Roho Mtakatifu ndiye nguvu. Ukweli ni kwamba Roho Mtakatifu sio nguvu, lakini yeye ni Mungu kamili ambaye katika vitu alivyo navyo mojawapo ni nguvu. Maanake ana package nyingi ikiwemo nguvu. Ndani yake kuna hekima, ndani yake kuna uweza, ndani yake kuna vipawa, yako mambo mengi. Sasa kipengele cha nguvu ni kipengele kimojawapo tu ambacho Roho Mtakatifu, yani Roho Mtakatifu huwa anakiachilia kwenye maisha yetu. Sasa somo letu ni kurejesha. Hiki kichwa cha somo cha leo ni kama subheading, lakini somo letu kuu, kurejesha nguvu za Mungu kwenye maisha yetu, kwenye kanisa na kwenye maisha yetu. Sasa leo ndio tunaendelea na hiki kipengele, mambo ya kufanya, funguo zinazovutia nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mtu, ambazo ndio nimezieleza. Toba ya kweli, uwe katika hali ya kuomba, lakini uwe na kiu, lakini pia uwe katika hali ya kuabudu. Hivyo vyote, yani kuabudu maana yake ni kule kutambua, kumtambua Mungu kuwa Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu ndani ya moyo wako. Ile hali ya ndani unavyomchukulia kama Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu, kiasi kwamba, maana wengine tunafikiri kuabudu ni kuimba wimbo wa kuabudu, kitu ambacho sio sawa. Wimbo unatusaidia tu ili tuabudu, lakini kuabudu kwenyewe ni hali ile ya ndani ya moyo wako, mtazamo unaovyokuwa unamchukulia Mungu kwa wakati huo, ambapo hiyo hali ndio huwa inapelekea. Ndio maana ukisema kuabudu ni kuimba, sasa Ibrahimu aliimba wimbo gani alipomtengenezea Bwana madhabahu alafu akaabudu? Au anapomwambia Isaka twende mpaka mlima gani kule tukaabudu, unafikiri walikuwa wanaenda kuimba wimbo? Kuabudu sio kuimba, isipokuwa kuimba ni kakipengele moja hapo kanakotusaidia kuabudu. Lakini kuabudu kwenyewe ni ile hali ya kuonyesha heshima kwa huyo Mungu ambaye umemtambua ya kwamba yeye ni Bwana wa mabwana na miungu wa miungu, zaidi yake hayupo kama yeye. Kwa unapotambua hivyo ndani ya moyo wako,
Ndio maana unaweza ukawa umeketi hapo kwenye kiti, alafu hakuna hata wimbo unaoimbwa, lakini ukaachilia ile hali, tukashangaa mwenzetu machozi yanakutoka. Manake unapokuwa katika hali ya kuabudu, manake unaji-expose, unajifunua mbele za abudu. Akisha sogea kwako, moyo wako lazima uanze kuyeyuka, hisia zako lazima zianze kusikia hali ya tofauti na mguso wa tofauti. Ndio maana utajikuta machozi yanakutoka. Kwa nyinyi waimba sifa, msije mkatubabaisha kwamba eti msipokuwepo hatutaabudu. Wapi? Hamna kitu kama hicho. Leo mimi sitaenda, nitachelewa, tuone watafanyeje. Na kuambia utatukuta tumefurika, tumefungua mioyo yetu, hata kama hakuna kuimba. Watu wanahitaji kujua tu kuabudu ni kufanya nini. Wakishajua hilo, uhitaji mpaka eti waimbaji waimbe. Hivi wewe, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume siku ya Pentekoste, kuna wimbo gani uliimbwa pale wa kuvuta uwepo? Kama mnavyotuambiaga siku hizi, eti tunauvuta uwepo. Mnauvuta kutoka wapi? Eti tuimbe kuvuta uwepo. Kilichofanyika, hawa watu baada ya Mungu kuevaluate, kutathimini ile hali ya uhitaji wao, ya kwamba wamemgoja siku ya kwanza, wamemgoja siku ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, na akiangalia, maana inasema wote walikuwepo kwa moyo mmoja. Alipoangalia ndani ya mioyo yao, haya majamaa yamemaanisha kwenye mioyo yao. Alipoangalia ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, akasema hapa siwezi kuendelea kusubiri. Ghafla, Biblia inasema ghafla kukatokea uvumi, kama uvumi wa upepo uendao kwa kasi, ukaijaza nyumba yote walimokuwa wameketi. Halafu zikawatokea na ndimi za moto zilizogawanyikana kwenye vichwa vyao, kisha wakaanza kunena kwa lugha kama Roho aliyojalia kila mmoja wao. Hakuna wimbo uliimbwa pale. Haleluya. Ngoja nielekee ninakotakiwa kuelekea, maana sasa nataka kujibadilisha semina hiyo ya waimbaji. Ngoja nataka tuelekee ninakotaka tuelekee. Mtu akifanya hivyo vitu ambavyo nilivitaja, anakuwa ametengeneza mazingira ya nguvu za Roho Mtakatifu kushuka ndani yake. Na Roho Mtakatifu akishashuka ndani yake, ndio huwa anaachilia nguvu. Matendo 1:8 inasema mtapokea nguvu. Yaani mojawapo ya kitu mtakachopokea ni nguvu, akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sasa ukishapokea Roho Mtakatifu, kwa sababu amesema mtapokea nguvu, nimesema ile nguvu ina kawaida ya kuongezeka kila iitwapo leo. Nataka nitembee kielimu kabisa vizuri, lakini hapo mwishoni tutafanya kitu ambacho ni kizuri sana. Sasa ili nguvu ya Mungu iendelee kukua na kuongezeka viwango kutoka viweko vya miguu, nimesema kuna mambo ambayo kulingana na kiwango cha nguvu iliyoko ndani yako. Ninyi wote hapa ni mashahidi. Kuna sehemu nyingi na mara nyingi umetamka jina la Yesu, alafu hamna kilichotokea. Kuna kitu ulikemea na kikabakia kimekutazama hivyo hivyo. Wewe kama hujawahi kukutana na hiyo hali, wewe sio mwenzetu. Wewe sio mwenzetu. Lakini kila mmoja hapa ni shahidi. Kuna wakati unakemea, unaombea kitu fulani, hamna kinachotokea. Mwaka fulani, wachungaji fulani, Mzee Andrea Shimba akawakuta wamehangaika kukemea pepo kuanzia asubuhi mpaka jioni kule Singida.
Hizi story tunazifuatilia. Wamekemea, pepo halitoki. Yeye alipokuja, kwanza hali ya hewa ikabadilika, lile pepo likapiga kelele, akaliamrisha mara moja tu, likaondoka na kuondoka. Wale wachungaji wakamuuliza, mzee, mbona sisi tumehangaika, tumesweti namna tangu asubuhi? Akawaambia hivi, mkitaka na nyinyi iwe hivyo, twendeni niwapeleke ambako huwa yanatokea haya yanayowezesha mimi niamuru mara moja halafu na pepo likatoka. Akawapeleka kwenye mapango milimani, ndo akawaambia, mkitaka na nyinyi muwe mnaamuru mara moja, muda wenu muwe mnautumia hapa. Kwa nini? Kwa sababu hata mapepo na nguvu za giza yana ile elimu ya kijeshi. Kule jeshini kuna mwanajeshi wa cheo fulani hampigii saluti mtu mwanajeshi mwenzake wa cheo fulani, kwa sababu ya zile renki. Kwa hiyo hata katika ulimwengu wa roho mapepo yanazijua hizo renki. Ni sisi tu ndio waga hatuna hizo habari. Ndio maana tupo tu tumekaa tu tunang'ang'aa macho, badala ya kupambana tupandishe renki za kiroho, tufike mahali unaamuru kitu kinatokea mara moja. Upo tu umeng'ang'aa macho, unaridhika na kuja kanisani na kurudi, kuja kanisani na kurudi na kutoa sadaka, inaishia hapo. Wakati mapepo yenyewe yanajua ya kwamba nikikutana na huyu hivi. Nyinyi mnaifahamu story ya Danieli alipokuwa kwenye maombi, alafu malaika akamtokea anahema. Danieli, yani unajua tangu ile siku ya kwanza ulipopiga magoti, maombi yako yalifika kule mbinguni, na mimi nikatumwa nikuletee majibu, ila mkuu wa Uajemi alinitunishia msuli, nikashindwa kupita, mpaka ikabidi Mikaeli aje kunisaidia. Kama hautanielewa na kwenye hizo renki na ukafikiri kwamba nimekuchanganya, basi na kuachia Mungu atakujaga kukuelewesha wewe. Yule malaika ikabidi Mikaeli aje asaidie kupigana na huyo mkuu wa Uajemi. Alipomshinda, ndipo malaika akapata upenyo wa kuja kuleta majibu yaliyotoka tangu siku ya kwanza yakaja siku ya 21. Kwa nini? Kuna renki. Kwa hiyo ukitaka na wewe uweze kukua na kuongezeka kwenye hizo renki, lazima upambane kuhakikisha viwango vya nguvu za Mungu kwenye maisha yako vinaongezeka siku hata siku, ili na wewe ufike mahali ukiamrisha kitu kinafanywa kazi pale pale, wala hausweti. Yale mambo ya pepo limelipuka, mnaitana watu 10, wengine wanaimba nyimbo, alafu wawili ndio wanakemea, jasho linawatoka, wakichoka joni wengine, alafu unaenda eti na wewe kwenda Yesu Kristo tusaidie. Nataka watu baada ya semina hii washikwe na hasira. Nataka mtu mmoja ashikwe na hasira, ashikwe na hasira. Nataka watu wachache washikwe na hasira. Ifike wakati hata kwa waimbaji huwa iko hivi, wimbo ule ule ameimbisha mwimbaji wa kwanza, alafu katikati pale akapokelewa na mwenzake. Akishapokelewa na mwenzake, mnashangaa hali ya hewa inabadilika wakati wimbo ni ule. Sasa Mungu si ni yule yule na Roho Mtakatifu ni yule yule. Sasa kwa nini hiyo inatokea? Ndio nimekuja kukufumbua macho. Kuna viwango.
inategemea na kiwango cha huyu mwimbaji kiko wapi. Sasa ili kuongeza viwango, mambo yafuatayo ni muhimu. Nimesema zile funguo zinazofungulia Roho Mtakatifu kuingia ndani yako mara nyingi ndio hizo zinazohitajika ili kiwango cha nguvu za Mungu kiendelee kuongezeka ndani yako. Kwa ukitaka viwango vyako vya nguvu za Mungu viongezeke kwenye maisha yako, kitu cha kwanza ni kiu endelevu, yaani kiu isiyo na mwisho kwa ajili ya nguvu za Mungu. Kiu isiyo na mwisho, kiu endelevu. Ulivyokuwa na kiu wakati unamhitaji Roho Mtakatifu aje, baada ya pale kiu yako inaendelea. Kiu yako inaendelea. Zaburi ya 63 tunaona maneno hapa yanasema, Ee Mungu, nitakutafuta. Ee Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku, katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Ile kiu kwa ajili ya nguvu za Mungu ni endelevu kwa kiasi gani? Kiu ndiyo inayoamua jitihada utakazoendelea kuwekeza katika kuhakikisha nguvu ya Mungu imeachiliwa kwenye maisha yako. Kiu ikiwa ni ya msimu, ndio hapo mtu anasema, miaka yetu tulipookoka tulikuwa tunaona mambo haya, na sasa si uendelee kutuonyesha hata sasa hivi. Umepatwa na nini sasa miaka hii? Manake Mungu alitamani kile kiwango kilivyokuwa wakati anaanza na wewe, uendeleze kilichokuwezesha aweze kukutana na wewe kwa kiwango hicho, uendelee kukifanya, na ukiendelea kukifanya ifanyike sababu ya Mungu kuendelea kujikomiti kwako na kupandisha viwango vyako vya nguvu katika maisha yako. Arobaini na mbili Zaburi kama ayala, mstari wa kwanza, kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Ee Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Na kwa sababu ya nafsi yangu inamwonea shauku Mungu, mstari wa 3 anatuambia hivi, machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku,
pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Anaposema machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, anatuonyesha uendelevu wa hiyo kiu. Manake ilikuwa haikatiki. Hakukuwa na kiangazi cha kiu kwa ajili ya Bwana pamoja na masika kwa ajili ya kiu kwa ajili ya Bwana, lakini nyakati zote na majira yote alikuwa na shauku. Ndiyo maana nyakati zote alikuwa na machozi. Anasema machozi yangu yalikuwa chakula changu mchana na usiku. Mbona wewe leo macho yako hayana machozi? Miaka 5 iliyopita ulikuwa mama mwenye machozi, ulikuwa baba mwenye machozi, ulikuwa kijana mwenye machozi, ukimhitaji Bwana aingilie kati. Lakini leo unachukulia kila kitu kawaida. Hakuna kitu cha kukufanya utokwe machozi, maana umeridhika. Baada ya Mungu kukutoa katika nyumba ya kupanga, umejenga nyumba yako. Baada ya kufika kwenye nyumba yako, kumbe inaonekana shida yako ilikuwa ni nyumba. Ndiyo maana leo ule uhitaji uliokuwa nao wa kumtaka Mungu akutokee katika swala la kukuwezesha kujenga nyumba, ulipoupata ule uhitaji, haumuhitaji tena huyo Mungu. Ndiyo maana unaonekana uko kawaida. Mabinti zetu wanatoa mimba, halafu hilo halikuumizi, unaona kawaida, unasema shauri yake. Uzinzi unazidi kujaa kanisani, unashangaa kwa kweli tuko siku za mwisho, hakuna hata machozi. Wakati nyakati za nyuma mambo kama hayo hata kuyasikia tu lilikuwa ni swala, mtu anaangua kilio kisichokuwa cha kawaida. Lakini leo hayo machozi hayapo, kila kitu kinachukuliwa kawaida. Kwa nini? Kiu na shauku kwa ajili ya Bwana imekauka ndani ya moyo wako. Kiu ikikauka, vitu vingine vyote havitaenda. Mimi siwezi kufunga, nimeambiwa na daktari nina vidonda vya tumbo. Tatizo sio vidonda vya tumbo, tatizo ni kiu hauna. Nataka nikwambie, kuna wakati inaweza ikatokea pamoja na vidonda vyako vya tumbo likapigwa tukio kwenye maisha yako, ukajikuta umefunga, ila kwa sababu mambo yanaenda kawaida, ndiyo maana unatumia vidonda vya tumbo as a reason, as an excuse for you not to fast. Ndugu zangu, kama kuna janga limelikumba kanisa, ni watu kutokuwa na kiu kwa ajili ya Bwana, ni watu kutokuwa na kiu na Elohim, ni watu kutokuwa na kiu na Adonai, ni watu kutokuwa na kiu na huyo Bwana wa majeshi apigaye ngurumo. Hatuna kiu na yeye tena. Ndiyo maana macho yetu ni makavu. Hata unavyonisikiliza hapa, unanisikiliza mkavu, hausikii hata kitu kinaruka ndani ya moyo wako, kwa sababu you are dry of the thirst for his glory. Kuna ukame. Mwishoni pale tutaomba. Nasema pale mwishoni tutaomba. Nasema pale mwishoni tutaomba. Nasema tena mwishoni pale tutaomba. Tunataka kiu kwa ajili ya Bwana irejee kwa watoto, irejee kwa vijana wetu, irejee kwa wababa, irejee kwa wamama. Kila mmoja aliyeko hapa na yenisikiliza, ndani ya moyo wake
ajawe na shauku kwa kutaka kuziona nguvu za Mungu, awe na maswali muda wote, kama Gideoni alivyojiuliza, yako wapi matendo waliotusimulia baba zetu? Walitusimulia Mungu alipasua bahari ya Shamu, Mungu alileta mana, alishusha na wale kware pale jangwani, kwa muujiza watu wakawa wanaokota. Lakini leo mbona tuko katika hali duni namna hii? Yako wapi matendo waliotusimulia baba zetu? Wanahitajika wamama wachache, wanahitajika wababa wachache ambao watafika mahali wao wanajiuliza mambo kama hayo, yale mambo tunayosimuliwa yaliyotokea pamoja na wazee wetu akina Absalom pamoja na kina Shimba na kina Kapiga. Hayo matendo yako wapi? Wakipatikana watu wachache wakajiuliza maswali, mimi ni mmoja wao, wakajiuliza hayo maswali, na kuambia mahali hapa patabadilika. Hali ya hewa mahali hapa itabadilika. Kwenye makanisa yetu hali ya hewa itabadilika. Kwenye makanisa yetu hata kwaya zetu itabadilika. Badala ya kwaya kusimama na kutunengulia tu na kutuchezea step mbalimbali, alafu atusikia hata Roho Mtakatifu akishuka, pakipatikana watu wana maswali kama hayo, itafika wakati wanakwaya mtasimama kuimba, hamtaumaliza wimbo, maana Roho Mtakatifu atashuka katikati yenu na wote mtajikuta mko chini mnaomba. Kuomba kunageuka kuwa maombi. Sayuni kwaya za enzi zile, hayo ndio yalikuwa mambo ya kawaida. Lakini leo kwa business as usual. Mnaimba, mkimaliza kuimba tunawapigia makofi. Mapepo yameingia hapa kanisani, mnasimama kuimba mwanzo wa wimbo mpaka mwisho wa wimbo. Yametulia tu, yamewacheki, yanaona jinsi mnavyonengua, yanawaangalia, wala hayashtuki. Na mtu bado ana ujasiri wa kukaa na cheka cheka tu. Mtu ana ujasiri wa kukaa na cheka cheka tu, anatabasamu. Wakati hali iko namna hiyo, mauti imetupandia dirishani. Upentekoste haukuwaga hivi. Upentekoste sio huu. Yani hapa ingekuwa enzi zile, yani hapa tungekuwa tumeshaona vurugu za Roho Mtakatifu za kutosha. Lakini leo kimya, mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Bwana amenituma tubadilishe gia. Hata kama tuko hewani, tuko kwenye mwendo, tunaibadilishia juu kwa juu. Tuhakikishe hali ya hewa inabadilika ndani ya kanisa. Kiu. Ukiwa na kiu, hiyo kiu ndio ina uwezo wa kukuwezesha. Unasemaga mimi siwezi kufunga, utajikuta umeweza kwa sababu ya kiu ulio nayo. Maana hiyo ndio inafanyika kama source of energy. Hivi wewe ulishawahi kushtukizwa na kitu cha kutisha ukajikuta umening'inia kwenye kenchi ile pale? Haujawahi kutoka na hicho kitu? Yaani kinatokea kitu hapa, utajikuta umeruka mpaka unaning'inia kwenye ile kenchi. Ndio ujue ndani yako kuna nguvu ambayo haijaamshwa tu. Inasubiri kitu cha Kwa hiyo mimi siwezi kufunga siku mbili kavu, sijui nini na nini. Madaktari kwanza wamesema, unaleta hayo maelezo yote ya nini? Tatizo ni hili hapa, hauna kiu. Ule uzito wa kile ambacho kingekupeleka uombe sio mkubwa kiasi hicho.
Your burden is so light. Mzigo kwa ajili ya Bwana ukiwa mkubwa, nakwambia utaenda na Mungu kwa kiwango chochote. Ndio hapo niliwaambia jana, John Knox alikuwa anaomba maombi, give me Scotland, unless otherwise kill me. Usiponipa Scotland, afadhali uniue, afadhali nife. Mzee Kulola kipindi fulani alikuwa anaenda kuhubiri mkutano, alafu nyumbani hakuna chakula. Akachukua funguo za chumba fulani, akaenda kufungua chumba kile, akaingia, akafunga ule mlango kwa ndani, alafu ufunguo akautupa. Atatokaje akimaliza maombi? Sina wewe ndio unajiuliza hilo swali. Atatokaje? Siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, siku ya tatu ikapita, hali wala hanyi. Siku ya 4, ya 5, ya 6, ilipofika siku ya 7, akaja mwanaume mmoja akafungua ule mlango, alafu akamuita akamwambia, nenda barabara fulani kwenye familia fulani, utakuta kuna gunia la mahindi pale, uchukue upeleke kwenye familia, alafu uende kwenye mkutano ukahubiri. Alipoagana na huyo mtu, alipokuja kugeuka, yule mtu ameshayeyuka, yule mtu akapotea. Taka niwaambie, kutembea na Mungu, kuongeza viwango vya nguvu za Mungu sio kitu chepesi. Inahitaji kujitoa, inahitaji kujidhabihu. Kinachoweza kukuwezesha uwe na hiyo dhabihu ni kiu, kiwango cha kiu. Kwa kiu ikiwa endelevu, itasababisha uendelee kufanya mambo fulani yatakayosababisha wewe Mungu aone sababu ya kushuka juu yako na kuachilia kiwango kikubwa zaidi cha nguvu zake kwenye maisha yako. Kitu cha pili ni kudumu katika kuomba. Kudumu katika kuomba. Kudumu katika kuomba. Yale mambo ya siku 40 za maombi ya FPCT zimeisha. Baada ya hiyo siku mnachinja mpaka na ng'ombe, mnasherehekea, mnashusha na pumzi. Tulikuwa tumeteseka sana. Tulikuwa tumeteseka. Afadhali hizi siku zimeisha. Yale mambo ya kufanya vitu vya namna hiyo, kama tunataka kuona nguvu za Mungu, kama tunaendelea kuona mtazamo wa namna hiyo, unashusha pumzi baada ya maombi ya siku 40 kuisha, wewe huelewi unachokifanya. Swala la maombi ni swala la kudumu. Hakuna likizo ya maombi, hakuna likizo ya kuomba. Wakolosai sura ya 4 na mstari wa 2, Biblia inasema, dumuni sana, dumuni sana, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba na shukurani. Swala la kuomba
ni la kudumu. Hakuna likizo, hakuna mwezi wa maombi wala wiki ya maombi. Maombi ni swala la maisha, litadumu milele na Wathesalonike sura ya 5, wa kwanza sura ya 5 na mstari ni wa 17 au wa 18, inasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Maombi hayana kikomo. Maombi endelevu maana yake ni kuomba siku zote, ni kuwa na ratiba ya maombi ya siku zote kwa ajili ya kujitenga, kumtafuta Bwana na kuwa na muda peke yako na Mungu ukiongea naye. Na hapa ili ulifanye hilo zoezi inategemea na kiu ulio nayo kwa ajili ya Bwana. Kiu ukiwa nayo ndiyo inakupa stamina ya kumgoja Bwana na kumtafuta Bwana katika maombi. Tarrying for the power. Katika Matendo 1:4, kungojea si kitu rahisi. Inahitaji mtu awe amejitoa na kuacha vyote hadi amepata anachokingojea. Matendo 1:4 anasema hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke, maana yake wangoje Yerusalemu. Wasitoke Yerusalemu bali waingoje ile ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Na mstari wa 14 sura hiyo ya kwanza, wakati wanangojea walikuwa hawapigi stori na umbea, lakini wakati wanangojea hawa wote walikuwa kwa moyo mmoja katika kusali, katika kusali. Siku ya kwanza kusali, ya pili kusali, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10, wakakutwa wanasali. Katika kusali pamoja nao na wanawake na Maria mama yake Yesu na ndugu zake. Mungu wetu ni Mungu ambaye mtumishi mmoja alinipa msamiati mzuri nikaupenda, akasema God is a king spirit. You cannot move him easily because he is a king spirit. Mungu ni roho ya kifalme, huwezi ukamsababisha aje kirahisi rahisi. Anahitaji ukiamua kumtafuta uwe na stamina ya kumgoja mpaka atakapokuja, maana yeye ni roho ya kifalme. Kutoka 24:15 hadi 16, Musa akapanda mlimani, lile wingu likafunikiza mlima, na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likafunikiza siku 6 nzima, na siku ya 7 akamuita Musa toka katika lile wingu. Musa alimngojea Mungu siku 6 nzima. Mungu amemuita, ukisoma kuanzia sura ya kwanza anamuitisha wewe na Haruni sijui na watu, mstari ule wa kwanza sura 24. Mungu amemuitisha Musa akamwambia upande wewe na Haruni, alafu mchukue na wazee 70, ila sasa wale watu 70 wataniabudu kutokea mbali. They will worship me from a distance.
isipokuwa wewe ndio utapanda mpaka kwenye mlima. Musa anapopanda pale mlimani, anasubiria sasa aanze kuelezwa, nimekuitia hiki na hiki. Alisubiri siku ya kwanza, kimya. Siku ya pili, kimya. Siku ya tatu, kimya. Siku ya nne, kimya. Siku ya tano, kimya. Siku ya sita, kimya. Ya saba ndipo Mungu anamuita, na alikuwa pale pale kwenye lile wingu. Mungu akamuita Musa kutoka kwenye lile wingu. Mungu huwa anajitokeza kwa wale wanaomngoja, maana yeye is a king spirit, ni roho ya kifalme. Yeye sio rahisi tu kumfanya aje. Isaya 40 mstari wa 30 na 31 inasema, hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Naomba pianist ukae kwenye kinanda. Pianist, naomba ukae kwenye kinanda. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya! Bali wao wamngojeao Bwana. Haijalishi ni baada ya wiki ngapi, unasubiri pale, unamngoja. Ibrahimu alipoambiwa atapata mtoto, ilipita miongo kadhaa, ndipo mtoto akatokea, lakini Ibrahimu alingoja. Watu wote waliotokewa na Bwana walingoja. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mnataka kumfanya Mungu kama vile siku hizi mnataka intaneti ya spidi. Unataka ukikliki mara moja tu hivi vitu vyote vifunguke. Kwa Mungu, Mungu wetu habadiliki. Spidi yake ni ile ile. Unataka mazingira yale ya 5G, 4G, unataka kuyapeleka mbele, unaenda kwenye maombi na spidi ya 4G, unaenda kwenye maombi na spidi ya 5G, utapishana na Jehova, maana yeye is a king spirit, ni roho ya kifalme. Huwezi ukamsababisha ajidhihirishe ovyo ovyo kirahisi. Wamngojeao Bwana, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Shika kidi. Haleluya, 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 haleluya. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza, akaongozwa na Roho kwenda nyikani siku 40. Siku 40 ni kuomba, sio kwenda kuangalia wanyama, ni kwenda kuomba ili apokee nguvu. Ndiyo maana alipokaa hizo siku 40, mstari wa 16 wa 14 unatuambia Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, na habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Ukirudi na nguvu, habari zako lazima zienee. Ndiyo maana anapofundisha juu ya maombi katika Luka 18 mstari wa kwanza anasema, imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Paulo naye anapofundisha juu ya maombi sura ya 5 ya Wathesalonike wa kwanza mstari wa 17, ombeni bila kukoma. Matendo 6 andiko la mwisho, maandiko yako mengi. Matendo 6:2 hadi 4, wale 12 wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Bwana na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutadumu katika kuomba
na kulihudumia lile neno. Maombi ni swala la kudumu. Hakuna likizo ya maombi. Hakuna sijui wanawake wanaona maternity leave, anapata likizo ya miezi mitatu akijifungua. Kwenye maombi hakuna cha maternity leave wala sijui likizo ya namna gani. Uwe wapi, maombi ni swala la kudumu. If you really want to receive power from this God we talk about, Zaburi 105 mstari wa 4, mtakeni Bwana na nguvu zake. Msimtake Bwana peke yake, mtakeni na nguvu zake. Mtakeni na nguvu zake, mtakeni na nguvu zake. Utafuteni uso wake. Kwa lugha nyingine, ombeni wakati wote. Utafuteni uso wake siku zote. Maombi ndiyo njia pekee ya kukubeba na kukufikisha kwenye baraza la Mungu. Yeremia 23:18 anasema, maana ni nani aliyesimama? Naomba tusimame. Ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Mstari wa 22 akasema, lakini kama wangalisimama katika baraza yangu, ndipo wangaliwasikizisha watu wangu maneno yangu na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Kwa nini watu tunawahubiria hawabadiliki? Ni kwa sababu ukienda kuhubiri unachukua notice za mwaka juzi ulizozipangilia juzi, ndio unaenda kusimama na hizo, wakati sheria na utaratibu wa kimungu ni kwamba every time unapotaka kwenda kuhudumu, kuwasikizisha watu neno la Mungu, unatakiwa uende kwanza ukasimame kwenye baraza ya Mungu, akusikizishe neno, masikio yako yadake neno, masikio yako yasikie kitu, masikio yako mwimbaji yasikie wimbo. Wimbo gani ukiimbwa ndio utahudumia watu, sio kusema huu wimbo ndio umetoka juzi mnaufanyia mazoezi. Wangalisimama barazani pangu nikawasikizisha neno ambalo litawafanya watu na kuwageuza wasiache njia zao mbaya na uovu wao. We preach to people and they don't change because we don't go with the word of God that has been captured in Zion. Kwenye baraza ya Mungu, maombi peke yake sio utoaji. Maombi peke yake ndiyo yanatusimamisha kwenye baraza ya Mungu. Unakuwa uso kwa uso na Mungu, anaanza kukusemesha kwa maombi. Ombi yangu fike kwako, moyo uliopondeka tadharau. Kiu yangu ni haja ya nifanane na wewe.
ukinitazama, fungua moyo wako, fungua moyo wako, fungua moyo wako, nifinye, nifanye Baba, yawe ni maombi yako, yawe ni maombi ya waimbaji, yawe ni maombi ya wachungaji, yawe ni maombi ya mashemasi na Wakristo wote wakinitazama. Hallelujah Jesus. Unifinye Baba. Nataka kila mmoja fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana akupe kiu kwa ajili ya nguvu zake. Mwambie Bwana akupe kiu, yale machozi yaliyopotea, mwambie Bwana akurejeshe. Mbona miaka iliyopita ulikuwa na mzigo kwa ajili ya Bwana? Mbona ulikuwa unalia? Leo umepatwa na nini? Mwambie Bwana rejesha, 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 rejesha. Bwana rejesha, Bwana rejesha, Bwana rejesha, Bwana rejesha. Tuko hapa, Bwana turejeshe, nyesha na mvua yako. Bwana rejesha, Bwana rejesha, Bwana rejesha, Bwana rejesha. Ili ni hitaji la kila mmoja, ni hitaji la kila mmoja. Mwambie Bwana niguse kwa upya, niguse kwa upya, niguse kwa upya. Touch me once again, touch me once again, nifinyange, niguse Bwana kwa upya, niguse Bwana kwa upya. Mwambie Bwana akuguse. Roho Mtakatifu, hebu tembea katikati ya kutano hili, 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 kuanzia hapa mbele mpaka kule nyuma, mpaka kule nyuma, mpaka kule nyuma. Tembea, 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 tembea. Roho Mtakatifu tembea, Roho Mtakatifu tembea, Roho Mtakatifu tembea, Roho Mtakatifu tembea, 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 tembea na uweza wako. Ibada kavu imetosha, Ukristo mkavu imetosha, Ukristo usio na bubujiko imetosha, uimbaji bila bubujiko imetosha. Pokea upako wa maombi, pokea roho ya maombi, roho ya maombi, roho ya maombi, pokea roho ya maombi, roho ya maombi na iachiliwe juu yako, roho ya maombi na iachiliwe ndani yako, roho ya kuomba, roho ya kuomba iachiliwe ndani yako. Kiu ya njaa kwa ajili ya Bwana iachiliwe ndani yako.
Kikundi cha maombi naomba hapa mbele. Roho Mtakatifu ana ratiba kwa ajili yenu. Kila kikundi cha maombi naomba hapa mbele. Shelebeketeketa remamamamama regadadadadadada. Isaya anasema watu wangu kuibiwa, wameibiwa sana. Watu wangu kuteswa, wameteswa sana, wameibiwa sana, wala hakuna anayesema rudisha. Hakuna anayesema rudisha. Hakuna anayesema rudisha. Hakuna anayesema rudisha. Watu wanaibiwa, watu wanauawa, shetani analitawala kanisa. Hakuna anayesema rudisha. Hakuna anayesema imetosha. Hakuna anayesema imetosha. Hakuna anayesema imetosha. Hakuna anayesema imetosha. Hali hii itaendelea mpaka lini? Itaendelea mpaka lini? Itaendelea mpaka lini? Lazima tufike mahali tuseme hapana. Lapakatatapa ragadadadadadada ragadadadadada rebakadadadadada ragadadadadada rigadadadadada rigadadadadada. Nyinyi mliopita hapa mbele, iko nguvu maalum. There is a special power. There is a special grace. Iko neema maalum ambayo Bwana anataka kuyachilia juu ya maisha yenu. Nikihesabu 1 mpaka 3, kuna kitu kitatokea. 1, 2, 1, 2, 3. Pokea hiyo neema. 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 Magoti yako yaliyokuwa hayawezi kupiga kwa muda mrefu, ulikuwa huwezi kupiga kwa muda mrefu, Bwana anarejesha nguvu kwenye hayo magoti. Kilio kilichokuwa kimepotea, Bwana anakurejesha. Bwana anarejesha. Bwana anarejesha. 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 Pokea. 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 Pokea urejesho. Let him touch you. 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 Acha na kugusa. Acha na kugusa. Acha na kugusa. Acha na kugusa. Moyo wako hautatulia. Hautatulia mpaka umeona Bwana amefanya jambo kwenye kanisa lake, kwenye maisha yako. Pokea. Pokea. Pokea ile bidii uliyokuwa nayo, ile bidii uliyokuwa nayo ambayo sasa hivi imepungua. Bwana anairejesha. Bwana anairejesha. Bwana anairejesha ule mzigo uliokuwa nao ambao sasa hivi umepungua. Bwana anaurejesha katika jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea. Pokea, pokea. Pokea, pokea. Pokea katika jina la Yesu. Pokea, pokea. Yale machozi, yale machozi ambayo siku hizi yamekuwa ni magumu, Bwana anakurejeshea roho ya kuomba, roho ya kuomba, roho ya